Yes, mpenzi mtazamaji wa Golive TV, natumaini huko mzima wa afya kabisa. Leo kidogo nimekuja na habari ambayo itaweza kukushangaza kidogo. Ni kutokana na nyumba ambayo Mario ameweza kumzawadia mama yake. Na amekuja kuionyesha ni pale tu baada tu ya kuweza kuikamilisha na kuweza kuwa na muonekano mzuri, na ndipo ameweza kutoa asili yake kwamba ni nyumba ya mama yake. Ni jambo kidogo ambalo limeweza kushtua jamii na community kwa ujumla, kwa sababu baada ya mama mzazi wa msanii huyo Mario kupata taarifa hizo kwamba kuna nyumba ambayo amejengewa na mtoto wake na ndo zawadi ambayo mtoto wake amepanga kumpa mama yake. Lakini kitu cha kushangaza zaidi ambacho kimekuwa kimenishangaza mimi, pia imeshangaza watu wengi zaidi, ni pale tu ambapo baada ya mama wa msanii huyo kuweza kugoma kuchukua zawadi hiyo. Ili tukio ni kama linataka kujirudia kutoka kwa msanii Rayvanny Vivian Boy. Mama pia wa Mario ameweza kusema kwamba hawezi kupokea zawadi yoyote kutoka kwa mtoto wake, hasa ikiwa kama nyumba. Amesema kwamba siwezi nikapokea kwa sababu natambua kabisa katika hiyo nyumba kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo si vizuri, ama naweza nikasema pengine labda kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo si vya kidini, ama naweza kusema si vya kimungu. Na maana kuna vitu ambavyo vinaendelea havipo katika macho ya kawaida, vipo katika macho ambayo lazima uwe mchawi pengine unaweza kaona, ama pengine uweze kuwa na imani kubwa sana ya Mwenyezi Mungu pia unaweza kaona kitu kama hicho. Ni kitu ambacho kidogo kimeweza kushangaza jamii. Ni kwa nini mama huyu ameweza kukataa zawadi ambayo amepewa na mtoto wake kubwa kabisa kama nyumba? Ni kitu gani ambacho kinamfanya mpaka aweze kukataa zawadi? Na kama tunakumbuka, ili tukio sio mara ya kwanza kulisikia, ni kama limejirudia kutoka kupitia kwa huyu msanii Mario. Lakini hapo awali tulipata kusikia hili tukio kutoka kwa mama yake na Rayvanny Vivian Boy. Na pia alikuwa akisikika kwamba hataki zawadi, hataki chochote kama kinahusiana na mtoto wake. Na kuna gari pia alinunulia mpaka gari kabisa, lakini ile gari inasemekana kabisa ni haijawahi kutumika, haijawahi kufanyaje, mpaka sasa inaendelea tu kuoza na ipo nje tumepaki. Mama aligoma kuchukua zawadi kutoka kwa mtoto wake, na ndio tukio ambalo tunapata kuliona na leo hii. Ni kama tukio ambalo limeweza kujirepeat again, ama naweza kusema ni kama tukio ambalo limeweza kujirudia tena mara ya pili, lakini kwa msanii tofauti na Rayvanny. Sasa imekuja kujirudia kwa mama yake na Mario. Bwana, mambo yatakueje? Kipi ambacho kitatokea hapo baadaye, na kwa nini mama anagoma zawadi za mtoto wake? Ni kitu gani ambacho ameweza kuhisi? Kumekuwa na tetesi nyingi sana, kumekuwa na tetesi nyingi kutoka kwa wasanii, kutoka kwa watu wakubwa, kwamba kuna vitu ambavyo katika usanii, kuna vitu ambavyo vinaendelea, kwamba endapo kama unataka uweze kutoboa katika usanii, basi inatakiwa ukubali kuwa nyuma ya pazia. Inamaanisha kwamba inatakiwa ukubali kuingia nyuma ya pazia, kwamba ni kwamba nyuma ya pazia ni kama tunavyojua, nyuma ya pazia ina maana kuna vitu ambavyo vinakuwa havionekani. Sasa ukishakubali kuingia kule unaweza kupewa, kuna baadhi ya masharti, kwa sababu tayari umeshaingia upande wa pili. Naweza kusema pengine labda umeingia kwenye upande ambao wakina sana, wao ushirikina. Yani naweza kusema maana wa ushirikina ina maana ni kushiriki, kwa mimi ninavyoelewa kwamba maana wa ushirikina maana ni kushiriki katika kina zaidi. Lakini yani katika kina zaidi na maana unakuwa umekwenda kushiriki, lakini umekwenda kushiriki kitu ambacho kipo deep sana, na inawezekana labda ni kitu ambacho kipo chini sana. Pengine ndo natambua kwamba hiyo ndo inaweza kuwa maana hiyo. Lakini vitu vingi ambavyo vinaendelea kuongeleka katika usanii, kuna vitu vingi ambavyo tumevisia hapa katikati. Pengine labda kama ninaweza nikakukumbusha kidogo,
kama unakumbuka katika sakata ambalo lilikuwa limetikisa sana katika limetikisa dunia, nisiseme kwamba katika nchi yetu, hapana, niseme tu ni sakata ambalo lilikuwa limetikisa dunia nzima. Na nakumbuka mpaka Google yenyewe ilitikisika, nakumbuka kitu kama hicho. Na pia hiyo sakata ambalo lilikuwa linamhusu Mheshimiwa P Diddy. Mambo mengi sana yameongeleka, mengi mno. Na pia tumepata kusikia mpaka wasanii ambao wapo katika nchi yetu pia wamesadikika katika sakata ambalo lilikuwa linamhusu P Diddy, kwamba na wenyewe pia. Sasa sijajua kama ni kweli, kwa sababu mimi hizo imani siwezi nikasema kama naziamini sana. Kwanza niseme tu siziamini kwa sababu siku kapinda upo katika upande huo. Mimi nipo katika upande wa serikali ambayo haiamini, na mimi pia nipo huko. Siamini, mimi naamini Mwenyezi Mungu na dini yangu pia. Mimi ni Muislamu. Kwa hiyo naamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika mambo za kishirikina kiukweli niko mbali sana. Kwa sasa hizi taarifa ambazo zinakuwa zagaa mpaka inafikia sasa mzazi akisikia mtoto wake ameshakuwa msanii, ametoboa, anaanza kuwaza ametoboa vipi na amewezaje kuweza kupambana mpaka akafikia hatua ile, mpaka ameweza kujulikana, anafahamika, anapendwa, hali ya kuwa kuna watu wengi sana ambao pengine labda kuna wengine wamewakuta katika game kina bado hawajaweza kutoboa. Pengine kuna wengine pia wako muda mrefu mpaka kuna wengine wamekata tamaa kabisa, lakini mwanao unasikia tu ghafla kaenda mjini, umekaa mwaka mmoja mwaka wa pili unasikia mwanao katoboa. Sasa ni vitu ambavyo kidogo vinakuwa vinaongeza stress katika ubongo wa mzazi, kwamba anakuwa anawaza mambo mengi sana. Kwa hiyo nataka fikiri pengine labda inawezekana basi huyu lazima atakuwa anapita njia za panya. Ndio maana sasa hizi mtoto akisema tu nenda kutafuta maisha mjini, wazazi wanakaa chonjo sana, wanakuwa wanamwangalia, wanakuwa na wasiwasi kwamba huyu mtoto asije akafika huko mbele akajiongeza, ili alafu baadaye akaja akatutoa sisi wazazi wake kafara. Kwa ni vitu ambavyo kiukweli ndio hivyo. Maana sasa hizi wanasema kwamba usipomtoa kafara ndugu yako, basi tambua kwamba yeye ndiye atakaye kutoa kafara, kwa sababu sasa hizi maana ni kwa hiana. Ndipo kama unaona kuna nafasi unafanya hivyo ili ili asije akakutoa wewe sasa, kwa sababu wewe utamuonea huruma, lakini yeye atakuja atakutoa tu kafara. Lakini sitaki sana sitaki tuamini hivyo vitu, tuachane navyo, kwa sababu sio vitu ambavyo vinakubalika katika amri za Mwenyezi Mungu. Ni vitu ambavyo viko tofauti na viko kinyume na Mwenyezi Mungu. Mama yake Rayvanny ndio kama tuweza kumsikia, kama tuweza kusikia habari ya mama yake Rayvanny kuweza kukataa zawadi ya nyumba ambayo amejengewa na Mario na kuweza kukabidhiwa, lakini ameweza kukataa. Ni tukio ambalo limefanania kabisa na tukio la mama yake na Rayvanny, ama niweza nikasema VN Boy. Bwana, hii ni Go Live TV.